Hodi Kigoma, wengine wanapenda kuita mwisho wa reli, Mwakeye, Mwidiwe, salamu za Kigoma. Leo hii nimeamua kuwatembelea kwani mna vijana wengi wenye vipaji, wasanii, waigizaji na watangazaji. Lakini sijaja kwa hayo makundi, la hasha. Nipo kwa soka, najua wapo wengi pia vijana wenye vipaji, Mzamiru, Bajana. Lakini mimi nipo na kijana wa mzee Ali Kagoma, si mwingine ni Yusufu Ali Kagoma. Alizaliwa Aprili 3 mwaka 1996 katika familia ya mzee Ali Kagoma. Yeye ni kiungo mkabaji anayefahamika kwa uwezo wake wa kuzuia mashambulizi na kusaidia kuzuia shambulio kupitia ulinzi wa kiungo. Kagoma alijizolea umaarufu zaidi kwa kazi yake ya soka na Fountain Gate FC. Klabu hii zamani ilikuwa ikiitwa Singida United, ambapo alicheza kwenye ligi kuu ya Tanzania. Pia katika uhamisho wake kulikuwa na mzozano mkubwa kuhusu uhalali wa mkataba wake na Young Africans, wakidai alikuwa na mkataba wa miaka 3 na Yanga. Hata hivyo, suala hilo lilisababisha TFF kuingilia kati na kuidhinisha usajili wake na Simba Sports Club ikitambuliwa halali. Kagoma alisajiliwa na Simba Sports Club Julai mwaka 2024 akitia saini ya mkataba wa miaka 3 kutoka Singida United, na sasa ameongeza mkataba wa miaka 2 ndani ya Simba. Mkataba huo utakaotamatika mwaka 2028. Kagoma alikutana na ushindani mkali ndani ya nafasi ya kiungo Simba, akiwa na usajili mpya kama Agustin Okejefa, Debora Mavumbo na wakongwe katika klabu hiyo Fabrice Ngoma na Mzamiru Yasin. Na sasa katika nafasi yake Kante na Nabi Kamara. Katika michuano ya CAF Confederation Cup 2024-2025, Kagoma amekuwa msaada mkubwa kwa klabu ya Simba kuimarisha safu ya ulinzi ndani ya klabu hiyo. Ukiachana na klabu yake ya Simba, Yusufu Kagoma amekuwa kiungo tegemeo ndani ya timu ya taifa, yani Taifa Stars. Asante sana Kigoma kwa kipaji hiki kikubwa sana katika soka. Napenda kuwaaga ndugu zangu wa Kigoma kwa kusema ulakoze chan. Tafadhali hakikisha usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika channel yetu nzuri ya MJ Media Group. Kwa pamoja wote tunaweza.